Hi family, this is the Luck Mom here. Deborah Nchiko is my name. I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia. I mostly create awareness on what happens in the Middle East. Sometimes I do help those domestic workers who are stuck in the Middle East. If you are facing any challenge, you can just reach me out. My number is on my bio. Guys, I just want to thank the Luck Mom family for being cooperative, for supporting me in these cases that I do share with you guys. Today I'm having a very disturbing case, but I'm praying that God intervenes so that it can go through and become successful. I have a case of one of our sisters anaitwa Catherine Ingashani. Catherine Ingashani ndio huyu. Is a Kenyan Lebanon maid ambaye alienda kufanya kazi Lebanon April 2022. Kumaanisha by April 2024 alikuwa amemaliza contract yake. So Catherine alifanya kazi 1 year 4 months in Lebanon, then the war started. Lebanon war 2024 started. Then boss wake akamwambia vaa uniform peke yake, we go somewhere, a safe place, which was okay. They took her to Saudi Arabia. Those bosses wanatoka Saudi Arabia. They come from Saudi Arabia is their country of origin. So wakamwambia tutakupeleka Saudi Arabia, but we will come back after 3 weeks. So they went to Saudi Arabia and never returned to Lebanon. So she finished her contract while in Saudi Arabia. Even after her contract akaambia boss wake anataka kurudi nyumbani. It never happened. Boss wake anamwambia kesho. Up to now amemaliza 3 years. Unfortunately, few weeks ago she lost her mother. You can see this coffin ambayo nimeweka hapa hivi. Huyu ni mama yake aliaga. Akaambia sasa boss wake, mama yangu ameaga na nataka kuenda nyumbani. This lady mama yake ndiye alikuwa anamchungia watoto because alipoteza mume wake pia. So mama yake ndiye alikuwa anamchungia watoto. Akaambia boss wa huyu boss sasa ambaye ni mtu wa Saudi Arabia lakini anafanya kazi Lebanon. Akamwambia mamangu ameaga, nataka kwenda nyumbani. Niangalie watoto wangu maana hakuna mtu mwingine ako hapo atawaangalia. Boss alimwambia apeleke watoto kwa neighbor. Huyu ni mtu amefanya kazi miaka 3. Na boss hataki kumrudisha Kenya kwa sababu hakumchukulia karatasi Saudi Arabia zile zinahitajika. So anataka kumweka, atujue atamweka kwa muda gani kwa sababu sasa unaona contract yake ilikuwa Lebanon, amempeleka Saudi Arabia, amemwacha pale. When she tried to reach out to her Kenyan agent ambaye anaitwa Anita, na ofisi yao inaitwa High Note Limited. By the way, I'm going to share their numbers on my Facebook page, The Luck Mom Deborah Nchiko, because there's something's not adding up. So wakati alitafuta agent wake wa Kenya alimwambia asimtaje mahali popote kama yeye alimpeleka Lebanon. Na ndio naambia watu Lebanon is just pure human trafficking. But now we will not keep quiet that now alienda Lebanon na saizi yako Saudi Arabia. Kenyan embassy in Saudi Arabia. She told me she tried to reach the Kenyan embassy, but it is all in vain because akusaidika. Alifika kwa Kenyan embassy, and I'm just trying to request the Kenyan embassy in Saudi Arabia. There are some cases zenye ziko complicated. You find that bosses wanapitishia wasichana Qatar ama nchi nyingine alafu wanawaleta Saudi Arabia. Once they reach in Saudi Arabia, hawataki kuwatafutia papers ya kuwaweka kwa ile nchi. Now huyu amekuna shida, anataka kurudi nyumbani. It has become impossible, but with God everything is possible. Nataka kushare namba ya boss wake, mwanaume na bibi. Tuwaulize kama msichana alimaliza contract, she lost her mother, the kids are suffering, mbona wamwezi kumkubalia arudi nyumbani akaona familia yake? That is the question we need to ask. And then agent wake hakuna power ya kuongea na ule agent wake wa
Lebanon. Then from there wataripoti hiyo kesi, because now the lady she's in Saudi Arabia, hana karatasi yote ilikuwa inaonyesha kuwa yeye alikuwa aenda afanye kazi Saudi Arabia. Contract yake na visa ilikuwa inasoma Lebanon. So guys, I'm just requesting you to help me share this video so that we can help this girl get justice. Amemaliza contract miaka 2 mpaka amekaa miaka 3 kwa sababu bosi walimtoa Lebanon wakamleta Saudi Arabia, walitumia njia za mlango wa nyuma. Sasa msichana amemaliza contract mpaka miaka 3, amepoteza mama yake, hajakubaliwa kuja kumzika. Bosi anamwambia watoto wako hata kama walikuwa na mama yako peke yake wape majirani. It is not going to happen like that. This is a no. So nitapeana namba ya bosi wake ule mwenye anafanya kazi Lebanon mzina, nitapeana namba ya mama Saudi Arabia, na nitapeana namba ya Anita. Anita alisema akona manager wake. Nitapeana namba ya Anita na manager, pia namba ya ofisi ya High North Limited, ndio tujue how this girl is going to get help. If you are somewhere watching this video, please share it out. Inaweza angukia Destiny Helper. So all the information I'm going to leave on my Facebook page, The Lucky Mom Deborah Nchoka, so that we can be able to save this lady, arudi nyumbani aweze kuona watoto wake. Thank you.